kuna mtu unamngojea ambaye ana kile Mungu anataka uwe nacho. Ndio definition hiyo tunaiona. Kornelio alikuwa akimngojea. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hali amekusanya jamaa zake na rafiki zake. Kwa ni vizuri pia kuwakusanya jamaa zako na rafiki zako, hasa mtu wa Mungu anapokuja, kwa sababu kuna watu wana changamoto, lakini sio watu wa mjini. Kornelio huyo alikuwa ni mtu wa mjini, ni mkuu wa kikosi. Alihakikisha na ndugu zake na jamaa zake wananufaika na ujio wa mtu wa Mungu, akawakusanya. Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka amlaki. Hili ni jambo la pili. Mtu wa Mungu anapoingia, kuna tabia gani unayoionyesha? Hili ni jambo kubwa sana. Sasa naweza nikaingia kama hapa, halafu wewe umekaa tu hapa. Ndio kama hawa nilikuwa nawaambia hapa, mimi nasimama afu mnaimba, tusinyie ni washenzi. Unajua kuwa mpumbavu sio mpaka iwe sana, hata kidogo tu. Na hii msingi wake huko kwenye familia kule, kwamba baba anafika nyumbani hata kama alikuwa ameenda kutafuta, mama na watoto wanaendelea na shughuli zao. Huo ni upumbavu mkubwa sana, sio tu kiroho. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi ukiwa mkubwa, lakini kuna vile ukiwa mdogo hukutengenezwa, kwamba anaposimama mtu aliye zaidi yako unatakiwa kufanya nini. Ndio maana hata serikali inaruhusu makanisa kuwepo, kwa sababu tuna kazi kubwa. Yale ambayo baba zako na baba yako wakusaidia, sasa tunataka tukusaidia hata ukiwa mkubwa. Baba anatoka kwenye shughuli zake kule, anafika nyumbani, mama hana habari na watoto wanaangalia, wanajifunza hapa, na wao hawana habari. Hata huyu mwanamama kuwasaidia hawa watoto wajue namna ya baba yao wanapofika wanatakiwa wafanye nini, hana habari. Kwa hiyo hilo jambo ndio linaenda mpaka unakuwa na ujinga huo, na unakuja nao mpaka kanisani, ila hapa lazima unyoke. Kwa hiyo hatushughuliki tu na mambo ya kiroho, tunashughulika na yale ambayo wazazi wako walikuacha. Bwana Yesu asifiwe. Hata yale ambayo mama yako alikuacha ukakuwa kama mzoga, hapa lazima ukae vizuri. Sasa unakuta baba wa watu hata kama hataongea, lakini ndani lazima kutakuwa na manunguniko. Hakuna baraka hapa. Sasa nataka tu sasa hivi mama huko hapa, urudi tu nyumbani kwako, huwa unawafundishaje watoto wako baba yao wanapokuja, ndio utaelewa kwamba wewe mwenyewe ulikosewa. Na wewe huwa unaonyesha tabia gani mume wako anapokuja? Kwa sababu mume yule ni bwana, master. Ndio maana Sara ni tofauti sana. Wewe alikuwa akimwita Abraham bwana. Neno bwana sio mume.
kile ni kichwa, na asili ya mwanaume ni Mungu. Ndio maana anaitwa Mungu Baba, sio Mungu Mama. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia neno watiini waume zenu, hilo sio neno dogo. Sasa nataka tu uchukue picha kidogo, urudi tu kwenye maisha ya kawaida nyumbani kwako. Sasa wamama, maana ndio wanaokaa na familia, baba wa hao watoto wako wanapokuja, ulishawafundisha kuchukua hatua gani watoto wako? Kwa hiyo hilo ni tatizo ambalo pengine wewe ulikuwaga kichwa ngumu nyumbani kwenu. Yaani umekuja kuolewa lakini kichwa ngumu, au pengine hata mama yako naye alikuwa mgonjwa wa akili, kwa sababu magonjwa mengine haya yanalisishwa. Inasema Biblia baba zetu walifanyaje? Hata hawako na sisi. Bora jikuta kuna vitu ulishavichukua vibovu. Sasa hapa utanyoka hapa. Kama utaki, tafuta kanisa nyingine, alafu siku ya mwisho ndio utajua kwamba ulikuwa mahali sahihi au ulikuwa mahali sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaingia baba hapo, wewe umekaa tu, watoto nao wanacheza tu pale, hawana habari, yaani hakuna reaction yoyote. Lakini natakiwa shughuli zote natakiwa zisimame. Shughuli zote inatakiwa zisimame kwa sababu ameingia Bwana. Shughuli zote zilizokuwa zinaendelea inatakiwa zisimame. Kwa hiyo mambo hayo ndio yanayotembea mpaka sasa unakuja kanisani. Na ndio maana mnalalamika ndoa zina migogoro, maendeleo hakuna, baraka hakuna. Maendeleo hakuna, baraka kwenye manunguniko, kwenye vurugu. Ni shetani tu atakuwepo hapo anapiga misele. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umesoma kuliko yeye, hata kama una pesa kuliko yeye, hata kama una cheo kuliko yeye, lazima ukubali kusubmit. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni jambo muhimu sana. Sasa ndio hicho ambacho tulikuwa tunazungumza. Kornelio akatoka kumlaki. Kwanza alikuwa akimngojea, amekusanya ndugu. Alipofika akatoka kumlaki. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, akamwangukia miguuni. Na ujue ni mkuu wa kikosi. Huyu anayemwangukia miguuni hata shule hajasoma, lakini ako na neema, yuko na anointing. Kumbuka mtu huyu alikuwa akipita sokoni, kivuli chake kila kinayemgusa anatembea, lakini hakusoma, hakuwa na hela pia. Maana alimwambia hivyo yule bwana aliyekuwa na wakazia macho, hatuna fedha, tulicho nacho ndicho tunachokupa. Mtu wa Mungu sio mpaka awe na hela. Katika Matendo ya Mitume sura ya 3 inaonyesha Petro na Yohana hawakuwa na nini? Hawakuwa na hela wala dhahabu. Yule bwana alipowaona akawakazia macho, anatarajia kupata kitu kwao, wakamwambia hatuna fedha na wala hatuna dhahabu, tulicho nacho leo ndicho tunachokupa. Kitakusaidia sana, usiendelee kuja kuombaomba hapa kwenye mlango mzuri. Akamwambia kwa jina la Yesu inuka, tembea. Na wakati anashangaa amekataa, maana alikuwa amegeuza mradi, akashikwa mkono. Amba wewe mshenzi.
Pengine aliona sasa hii mbona inataka kuwa too much. Kamata mkono kwa nguvu na kutembea. Lakini jamaa hawakuwa na nini? Hawakuwa na fedha, lakini wana upako wa ajabu sana unaosababisha wengine kutembea. Si wote watu wa Mungu wanaitwa wakiwa na kazi maalum, wakiwa na fedha, wakiwa na nini, lakini kuna kitu Yesu anafanya. Nataka tuangalie hapa kitu muhimu. Akatoka kumlaki. Alipotoka kumlaki, hatua inayofuata akafanyaje? Akamwangukia kwenye miguu. Katika lugha